Jambo sana watazamaji wapenzi katika television yetu Tuambiane TV na wale watatusikiliza vile kwenye radio Tuambiane. Leo tuko katika kipindi yetu Butembo Evangile. Tutapokea apotre kutoka kanisa la CRS. Jambo baba. Jambo sana. Kwa majina? Kwa majina ni apotre Dr. Baliwa Nasor Alexandre, patriarche. Ndio. Ninakuwa kiongozi msimamizi wa kanisa la CRS, Centre de Réveil Spirituel, mjini Butembo na katika ulimwengu wote mzima. Asante baba apotre. Tuligundua kwamba Keno ulifanya muda chache kabisa unakosekana kwa mji yetu ya Butembo. Ulikuwa safarini ya evangeliste au bien ulikuwa ku safari yako binafsi tu bila kwaje? Ndio, asante kabisa. Nimekuwa na muda tambo hapa sikukuwepo katika mji wa Butembo. Bali tunafanya kazi ya Mungu. Ndio. Nilikuwa katika safari kweli, safari ilikuwa ndefu. Nilikuwa kwa safari ya injili lakini ya masomo. Nilienda kwa shule katika nchi ya kigeni, nilikuwa Amerika. Ndio huko tulikuwa kwa shule Amerika katika eta ya South Dakota. Ni hapo kunakuwa shule inakuwa pale yenye wanaita Keystone Project School. Ni hapo tulikuwa kwa shule na tulikuwa hapo kwa miezi 2 tukiweza kusoma mambo mbalimbali hapo. Ndio. Sasa kwenye shule baba askofu, tunaweza sema impact nini ambao ulipata kule kwenye shule? Ndio, unajua kwenye shule hii kweli tulipata elimu iliyotusaidia kwa ile yenye tunakuwa nayo. Unajua Biblia inasema kwa imani tuongeze kujua. Alafu inabidi ujuzi tuendelee kutafuta na kuweza kukua msaada kwa watu wengine. Na zaidi somo tulizokuwa nazo kula majifunzo, tulijifunza sana kuhusu mission ama tume. Ndio. Missiology. Kazi. Ile tulijifunza sana kuelewa tume ni nini. Mission tunaita mission ni nini. Na ya pili tulijifunza discipleship au tunaita Kifaransa disciple. Kwa Kiswahili tunasema kufanya wanafunzi. Ndio. Kufanya wanafunzi. Alafu hiyo ndio sehemu mbili kabisa yenye tuliweza kupata majifunzo ndani yake. Ili tuelewe namna gani, kuelewa kwanza mission ni nini ya Mungu na kuelewa namna gani kufanya wanafunzi kulingana na gisi Biblia inasema. Na baba askofu, sasa mapangilio ya kanisa kuhusu evangelisation, kanisa inapanga nini kama programe ya evangeli ya kui mwaka au kui mwezi? Ndio. Unajua kanisa linafanya kazi ya Mungu na linakuwa na mipango mbalimbali. Kwetu tunakuwa na mpango yenye tunapangilia karibuni katika mwisho wa mwezi huu ama mwanzo wa mwezi wa 7. Tutakuwa na mkutano mkuu yenye tunaita Explore Réveil 2025. Explore Réveil 2025 ama muripuko wa uamsho wa mwaka 2025. Na hii Explore Réveil 2025 tukitia 2025 ya hii mwaka, ni kusema kila mwaka tunaifanya. Ndio. Kila mwaka tunafanya hii mkutano mkuu. Unafanya mara ngapi kila mwaka? Mara moja kila mwaka. Mara moja kila mwaka. Na hii inakuwa ya mara 20. Yaani ni 20e edition. 20e Explore Réveil. Tangu kanisa la CRS ilianza imefanya
tumefanya 20e edition ya Explo. Explo. Explo tulianza mu 2005. Aha. Explo ya kwanza. Ndio. Tulianza mu 2005. Na sasa tukaendelea kila mwaka tunafanya. Na leo tunakuwa mu 2025. Unaenda kuona tumefanya tayari miaka 20 tuko nafanya hii Explo mwaka kwa mwaka. Sasa ile Explo 2025 programu yake iko namuna gani? Katika Explo Reveil inakuwa mkutano mkuu wa injili wa kimataifa. Yaani tunaita Explo, tunaita Conference Evangelique Internationale. Yaani inakuwa mkutano mkubwa wa injili wa kimataifa. Watu wanakuja wengi kutoka mataifa mbalimbali. Walimu wanakuja wengi, wanayo uzuria wanatoka pia katika nchi zingine za kigeni, yani inaunganisha mataifa mbalimbali. Ndio maana tunasema iko international. Na sasa tunakuwa na programu hivi. Tunakuwa na mkutano ya watumishi wa Mungu, viongozi wa makanisa. Wenye kuwa na kazi ndani ya kanisa. Tunakuwa nao kwa mkutano hiyo. Tunakuwa pia na mkutano ya Wakristo wote, revival. Hivi mchana tunakuwa asubuhi tunakuwa na watumishi wa Mungu, viongozi ya makundi mbalimbali, wa pastor, wa bishop, wa apotre, wa evangelist, wa docteur, wa évêque, wa diacre na viongozi ya makundi mbalimbali. Ile ni asubuhi. Na jioni tunakuwa na mkutano ya watu wote, wa Kristo wote. Na hii inakuwa kama kampanye d'evangelisation, lakini tunafanya kwa ndani. Na pia tunakuwa na programe ya wamama. Wamama nao wanakuwa na siku yao moja yenye tunafanya mkutano ya wamama. Na kisha tunakuwa na siku ingine moja ya vijana asubuhi tena. Yaani siku 4 asubuhi watumishi, siku moja, siku ya 5 inakuwa wamama, na siku ya 4 ya posho inakuwa vijana. Lakini kila asubuhi mfululizo yote ni mkutano ya watu wote. Pale tunafanya campagne d'evangelisation, kuleta roho kwa watu. Na kuweza kuombea watu ufungulivu, uponyaji na miujiza tofauti. Sasa baba askofu, nimesikia umetaa watumishi, umetaa vijana, umetaa wamama, umesahau wababa? Wababa hiyo ni kweli. Tuko tunaangalia, lakini wababa hatuwatie humo ndani. Wababa tunafanya. Kwa nini? Kwa sababu wababa mara wanakuwa na shida za kazi. Wababa wengi ukiwatia mchana watakuwa kazini. Sasa tunawapangiaka programu yao baada ya mkutano. Tunawatafutia siku yao iwe dimanche. Ndio tunafanya programu yao. Yaani tukimaliza Explo Reveil ndio tunapanga sasa siku tofauti ya wababa, lakini iwe dimanche. Ndio tunafanya kwa wababa. Lakini kwa programu iwe Jumapili. Iwe Jumapili. Sasa nimesikia watu watatoka mahali fulani mataifa mengine. Sasa wakati ne itakuwa Jumapili ya kufata baada ya mkutano, si wale wababa wengine batakuwa wamerudi, habata sherekea ile mafundisho? Ndio, wababa wengine watakuwa wamerudi, kwa sababu hatuwezi kuwashikilia juma yote mzima, wanakuja na programu. Lakini kwa wetu hapa na wahubiri wenyewe watahusika kwa hiyo siku, ndio watabaki kwa ajili yao. Asante. Sasa kichwa ya mkutano teme inasema nini? Kila mwaka tunakuwa na kichwa ya somo ya kila mwaka. Na mwaka hii tunakuwa na kichwa ya somo ya watu wote. Namna gani kuishi kibali ya Mungu katika maisha yako. Kifaransa anasema comment vivre la faveur de Dieu dans votre vie. Namna gani kuishi kibali ya Mungu ndani ya maisha yako. Na hiyo itakuwa mzuri, kwa sababu katika somo hiyo watu watafaidika kuelewa kibali ni nini, na wataelewa neema
ni nini? So mara ingine kunakuwa watu wanachanga neema na kibali, lakini wakikuja, yote atakaye kuja kwa mkutano, na tunapenda watu wakuje, wataona namna gani kuna utofauti hapo, na somo hiyo itakuwa somo ya watu yote, namna gani kuishi kibali ya Mungu maishani mwako. Ndiyo. Unajua mtu akikosa kibali ndani ya maisha yake anakuwa na shida. Kibali inasaidia mtu katika maisha, nafungulia mtu milango, inapanua mtu. Kibali inaendana na wito, biko tofauti na wito. Kibali si wito. Kibali ni ile jambo Mungu anatendea mtu pasipo kuomba, Ndiyo. pasipo kutaka, na pasipo mwenyewe kujua, ya bure, ni ya watu wote. Ndio maana tunasema hii ni ya Wakristo katika maisha yako, kila Mkristo yote. Lakini kwa watumishi wana somo lao. Kwa watumishi, somo inaoandaliwa kwa ajili ya watumishi ni kibali ndani ya huduma yako, au kibali katika huduma, la faveur dans le ministère. Sasa unaweza kukuwa mtumishi na mara ingine unapungukiwa na kibali. Ndiyo. Na itakuwa matata. Sasa watumishi wote watakao kuja watabarikiwa, kwa sababu wataelewa nafasi ya kibali katika huduma. Ndio tuko naongelea watumishi. Baoratere gani ambao unawapanga, tuseme wahubiri ambao unawapanga wenyewe watatumika kule Expo Reveil? Ndio, katika Expo Reveil 2025 kama vile zingine zote, kwanza tunakuwa na wahubiri wa kutoka nchini mwetu Kongo. Kwanza ni wale wa hapa mjini Butembo. Sisi kitu Mungu alitupatia kwa Expo ni kusema sisi kwanza wenyewe tuwahubiri watu wetu. Na hiyo ilikuwa katika kitabu ya Luka sura 9 mstari wa 13. Luka sura 9 mstari wa 13, mahali Yesu kunaambia wanafunzi wake alipoikalisha watu chini kwa mlima, akawaambia muwapatie nyinyi wenyewe chakula. Yaani ni sisi watumishi wa Butembo ndio tunapaswa kupatia Wakristo wetu chakula hapa kwanza. Ni jukumu yetu. Hata kama tutakuwa na wageni, lakini wenye mjini hawawezi kosa. Ndiyo. Ni wao wanajua mwingine, ni wao malaika wa mjini, ni sheti nao waweze kupatia watoto yao chakula. Ni sababu ya ile kwanza tunakuwa na wahubiri wa mjini hapa wa Butembo, miongoni mwa wahubiri. Pili, tunakuwa na wahubiri wa nchi ya Kongo kutoka maprovinsi zingine. Ndiyo. Na baadaye tutakuwa katika Expo Reveil, tutakuwa na wahubiri kutoka Nairobi, tutakuwa na wahubiri kutoka Mombasa, tutakuwa na wahubiri kutoka Uganda. Hiyo ndio timu. Wengine wakipata kutoka kama vile Marekani, Etazini, lakini kwa sababu ya hewa ya security walisema hawezi kuja. Hivi tutakuwa na wahubiri kutoka Uganda, tutakuwa na wahubiri kutoka Mombasa, tutakuwa na wahubiri kutoka Nairobi, Kenya, tutakuwa na wahubiri kutoka Butembo, na tutakuwa wahubiri kutoka provinces zingine za Kongo. Nimepata swali moja hapa kwa watazamaji ambao biko natufuata. Wanasema sasa unaweza wasaidia kuwataia jina ya wahubiri ambao watatumika kwa hii mkutano? Sasa wahubiri wenye watatumika kwenye mkutano. Ndiyo. Tuna Bishop Raymond kutoka Mombasa. Ndiyo, ule wa Mombasa. Tunakuwa na Edward kutoka Mombasa. Raymond kutoka Nairobi. Huyo anakuja hapa. Ndiyo. Tunakuwa na Kachuba kutoka Uganda. Tutakuwa na hapa bamujini kwetu. Tutakuwa na Bishop Ezekias Kambalu. Ndiyo. Atakuwa wa Butembo. Tutakuwa na Bishop Ale Kabea wa Butembo. Ndiyo. Tutakuwa na Bishop Livingstone. Ndiyo. Wa Butembo. Tutakuwa na Reverend Romain wa Butembo. Ndiyo. Hawa ni wahubiri wa hapa mchini Butembo. Tutakuwa pia na Evêque Gervais kutoka Goma. Ndiyo. Tutakuwa na Evêque mwingine kutoka Apotre kutoka
Kisangani. Hao ni walimu. Sasa kukumbusha watazamaji, ile Explo ulisema itaanza tangu tarehe gani mpaka tarehe gani? Asante. Explo Reve tutaanza tarehe 30 mwezi wa 6. Manake le 30 juin mwezi wa 6 ya hii mwezi mpaka le 6 juillet mwezi wa 7. Wiki mzima. Asante. Lundi takuwa le 30 juin tunaanza mpaka le 6 juillet le 6 juillet 2025. Ndio. Avant midi, après midi. Hiyo ndio taratibu za siku. Okay. Sasa kwenda kumaliza papa, unakuwa na neno gani kwa watazamaji na wasikilizaji wa Ambiliko nafuata? Neno yenye mimi naweza kutoa kwa wasikilizaji wetu, kwanza tunawashukuru wote wanaotufuata sahihi kwenye television, wanaotusikia kwenye radio, wanaotusikia kwenye mtandao yoyote hiyo. Tunawashukuru sana. Mungu awabariki kwa kuweza kutufuata. Na hivyo mnatufuata hapa. Tunawaalika nyinyi wote muweze kuhudhuria. Mkuje mhudhurie. Hata kama uko mbali, ikiwa katika nchi nyingine ama katika province nyingine, sahi tuelezee ya kuwa utakuja kuparticipate, utakuja kusherekea. Tutakulaza na tutakulisha. Wewe utafanya tu transport yako, utatusaidia kwa kulipa transport yako kufika mji Butembo na kurudi. Na sisi tutakulalisha na utakula na utabarikiwa. Wasikilizaji wapendwa, neno nilisema kwa mwisho, Butembo yote mzima tuje kwa mkutano hiyo. Ni aliko kwa watu wote wa mji wa Butembo, tuje tubarikiwe wapendwa. Kibali, kuelewa mambo ya kibali, utajua maisha yako namna gani itaendelea. Unasikia mwingine anasema ule aliweza, ule alishindwa, ni mambo ya kibali. Ule walimkubali, ule walimkataa, ni mambo ya kibali. Utajua siri hapo, namna gani kuishi kibali ya Mungu, namna gani kupata kibali ya Mungu, na namna gani unaweza kupoteza pia kibali ya Mungu. Hivi tunawakaribisha watazamaji wote waweze kufika. Na mara nyingine watauliza mkutano itakuwa mahali gani? Kwenye tutakuwa na mkutano kwenye kanisa la Ceres, Église Centre de Réveil Spirituel. Ceres inapatikana hapa Vungi, karibu na kilalo ya Bademob, pembeni ya miti ya Paluku Deni. Yani miti ya Paluku Deni, kilalo ya Bademob, hapo katikati kuna kanisa kubwa yenye tunaita Cathedrale Shekina. Na ukipata adresi mzuri, unaweza kutokea ku supermarket Alpha kwa njia ya nyuma. Ukitokea nyuma unakuja, msikilizaji, unafika hapo kanisa moja kwa moja, kivuka kanisa la Adventist, mbele yako tu, ukipita tu unakuja, mbele yako hapo kuna kanisa iko pale. Bwana umetubariki, na ni hapo kongamano itapitikana Vungi kwenye kanisa la Ceres Cathedral Shekina, pembeni ya miti ya Paluku Deni na kilalo ya Bademob. Lakini kwa namba ya simu wanaweza kututafuta. Ndio. Mafasirio. Naweza kupana namba ya simu. Ukiwa unaweza kututafuta na kupata mafasirio zaidi, unaweza kupiga kwa 09 95 619 041. 09 95 619 041. Wacha nirejee upate mzuri tena. 09 95 619 041. Ukipika hapo utatupata na utapata mafasirio mazuri. Asante baba. Mimi nakushukuru sana. Mungu akubariki. Watazamaji wapenzi na wasikilizaji wa Radio Tuambiane, tumefika mwisho ya kipindi yetu Butembo Evangile. Leo tulipokea askofu kutoka katedrali ya Shekina hapa mjini Butembo, ambao imekuwa katika quartier Vungi. Tunashukuru Mungu kutuletea tena nafasi, tena tutaonana baadaye. Chao.